Ni kweli nilikutaka uitishe kikao hiki, anasema hakujua agenda yangu ni kusalimiana na watumishi. Kuna ubaya katibu mkuu kwamba tunakaa mbali hatuonani, siku moja tunakutana tunasalimiana, si ndio ndugu zangu? Naona sura hizi zote zina furaha, zina huzuni. Kama zina huzuni zinamaanisha nini? Kama zina furaha zinamaanisha nini? Bila hata kusema, kwa kuangalia tu nyuso zenu najua mengi. Kwa moyo wa shukrani nasimama mbele yenu leo kuwashukuru na nadhani kuwaaga nikiwa namaliza muda wangu wa kikatiba wa kuhudumu kama waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa katika serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayotarajiwa kumaliza muda wake baada ya uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Kila serikali inaingia madarakani kwa uchaguzi mkuu, si ndio ndugu zangu? Na ikiingia madarakani inakuwa na muda kwa miaka 5. Inaingia tena serikali nyingine kwa muda wa miaka 5. Kwa hiyo kila serikali ikiingia inajipanga upya. Kiuongozi watumishi mara nyingi wanabaki wale wale, lakini viongozi lazima kutambua ukweli kwamba serikali ipo kwa miaka 5 na viongozi wa awamu hiyo husika wanachaguliwa kwa miaka 5. Ninaona ni nafasi hii kuwa ni ya kipekee kwangu mimi na ndio dhumuni katibu mkuu ya kutoa shukrani zangu za dhati kwa kila mmoja wenu kwa ushirikiano mkubwa, kwa kujituma, kwa uadilifu na kwa moyo wa kizalendo mliouonyesha wakati wote wa utumishi wetu wa pamoja. Tumefanikisha mambo mengi makubwa na madogo, si kwa juhudi ya mtu mmoja, bali kwa kujituma, kwa mshikamano, kwa weledi wa kila mmoja wetu. Kila mmoja katika nafasi yake anao mchango katika taasisi yoyote. Bila kujali nafasi, bila kujali cheo, kila mtu ndio maana anakuwa sehemu ya taasisi. Ninawashukuru na kuwapongeza kwa dhati. Na Waswahili husema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kauli hii imejidhihirisha wazi katika utendaji wetu. Na hapa naomba nirudie usemi wangu ambao huwa nausema mara nyingi. Huwa napenda kusema kuwa hata ukiwa na uwezo mkubwa kiasi gani, ni vigumu kufanikisha mambo peke yako, hususan mambo makubwa. Hata ukijigamba kuwa umefanikisha peke yako, uhalisia utaonyesha kuwa ipo michango ya waliokusaidia au mlioshirikiana nao. Kwa hiyo natambua mchango wa kila mmoja wenu, majenerali, makamishna, maafisa wakubwa na wadogo, maaskari, watumishi wote wa umma na wasaidizi katika ngazi mbalimbali, na hivyo sina budi kuwashukuru sana. Ninawashukuru sana. Napenda pia kwa heshima kubwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kuniamini na kuniteua kuhudumu kama waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa mara 2. Mara ya kwanza ilikuwa ni kuanzia Septemba mwaka 2021 hadi Oktoba mwaka 2022 ambapo nilihudumu kwa mwaka mmoja, na mara ya pili kuanzia Agosti 2023 hadi sasa ni Oktoba 2025 ambapo nimehudumu miaka 2 na kidogo. Kwa hiyo kwa ujumla nimekuwa katika sehemu ya wizara yenu kwa miaka 3. Ni heshima kubwa isiyo na kifani ambayo nitaienzi siku zote. Na viongozi huaminiwa, lakini kinachothibitisha imani hiyo ni fursa ya kuendelea kuhudumu, jambo ambalo litaendelea kuwa ni sehemu ya kumbukumbu ya maisha yangu na kufanya kazi na nyinyi.
Nimefanya kazi na katibu mkuu kwa mengi. Nakushukuru sana katibu mkuu. Nimefanya kazi na nyie makamishna wote kwa mengi, na tumeweza kufanya mengi. Wakuu wa vitengo na watumishi wote ninawashukuru sana. Pale nilipowahitaji mlikuwepo. Pale palipotakiwa kukimbia tulikimbia. Pale palipotaka tucheke tulicheka. Pale paliponihitaji kukunja sura nilikunja sura. Na hiyo ni sehemu ya utumishi. Kuna wakati utakunja sura, kuna wakati utakimbia, kuna wakati utarelax. Kwa yote hiyo ni package nzima, hususan ya kiongozi. Na pia namshukuru Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu kwa uongozi wake mahiri, miongozi yake yenye dira na maono mapana, na uwekezaji mkubwa katika sekta ya ulinzi uliowezesha mafanikio makubwa ambayo sote tunajivunia. Unaweza kutamani kupata mafanikio, lakini usiweze kutokana na kukosa dira, kutokana na kukosa nyenzo, na kutokana na kukosa msukumo unaokufanya uendelee. Kwa hiyo katika kipindi cha uongozi na utumishi wetu, hiyo miaka mitatu niliyoisema, tumeshuhudia mafanikio makubwa sana chini ya uongozi wake, lakini pia chini ya kujituma kwetu. Kwa hiyo tunatoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia tunajipongeza sisi wenyewe kwa sababu unaweza ukawezeshwa na usifike mbali. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Nikiwa naelekea mwisho wa kipindi changu cha utumishi, siwezi kuondoka bila kugusia jambo moja la kihistoria. Ilikuwa ni heshima kubwa na ya kipekee kwangu mimi kuwa mwanamke wa kwanza katika historia ya Tanzania kuteuliwa kuwa waziri wa ulinzi. Nafasi hii haikuwa rahisi. Najua wazi kuwa wakati wa uteuzi kulikuwepo na baadhi ambao hamkuwa na imani kama mwanamke angeweza kuimudu au kumudu majukumu ya wizara hii. Lakini kwa neema ya Mungu na hasa kwa ushirikiano wenu tumefanya mengi, na tumedhihirishia taifa na dunia kuwa uongozi na utendaji wenye tija na mafanikio haujali jinsia, bali unajengwa juu ya maono, kujituma, weledi, mshikamano, ushirikiano na uzalendo.